Naam, habari wanachapesa media. Kwa mara nyingine tena tunaweza kukutana katika viunga vya burudani na michezo. Najua wengi wenu mlikuwa mnajiuliza kwa nini Chapesa haonekaniki, kwa nini mzee wetu haonekaniki, yuko wapi, kwa nini umleti? Maswali ni mengi, comment ni nyingi, mlikuwa mnaniuliza na kuhitaji kujua. Kiufupi mzee alikuwa hayupo sawa, alikuwa anaumwa ndani ya toka Alhamisi. Alipatwa itirafu kidogo ya afya, lakini Mwenyezi Mungu ni mwema kidogo mpaka leo hii nafika kumletea hiki kitonge at least kidogo. Mwenyezi Mungu kampa afueni. Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi kama nilikuwa nawafikishia content ya Mzee Saidi, naomba radhi japokuwa kuna baadhi wanafahamu na wengine hawafahamu, walikuwa hawajui kama Mzee Saidi hali yake ilikuwa haipo sawa. Ila leo bwana nikaona anyway wacha niende tupate hata kama dakika 15 kwa sababu wana michezo wengi, wapenzi wengi wa mzee wetu walikuwa na hamu ya kumpata Mzee Saidi. Mambo mengi yaliyopita, kwanza dabi, before ya dabi, kwanza mechi za huko nyuma, ile ya Yanga zidi ya JKT hatukufanya content, Dodoma Jiji zidi ya Simba hatukufanya content, pia mpaka dabi hatukuweza kushiriki kuweza kuwaletea maoni yetu na maudhui yetu. Sasa mzee yupo bwana, yuko mbele yangu, nimekuja kumsalimu tena, ila akaniambia bwana mdogo wewe, inaniuma niletea angalau kitonge na mimi mengi anayojiri, japokuwa sijakaa sawa, lakini nitajaribu hivyo hivyo ili mashabiki zangu wapenzi wa mimi Mzee Saidi waweze kunisikilia na kuniona na niwajulishe nini hasa ukimya uliokuwa umetawala. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam bwana. Vipi hali bwana? Namshukuru Mungu. Sijambo na devela hivyo hivyo. Naona kwanza pole sana kwa sababu bado nguvu sina, asante. Cha kwanza kama nilivyokuambia nikija mzee wangu, mashabiki ndio wapenzi wa Mzee Saidi sawa, wengi walikuwa wanajiuliza mzee wetu yuko wapi Chapesa, mbona tuletee mzee wetu? Nikawa baadhi na wajulisha wanajua, lakini wengi wao walikuwa hawafahamu. Kweli bwana Chapesa, kama unavyosema nilikuwa naumwa, nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Cha pili pressure ndio inanisumbua sana. Kwa hiyo ilinipiga kama wiki mbili hivi. Sawa sawa. Wiki nafikiri nakimbilia sasa. Wiki imefika, si bora kama leo. Nidondoka tu kazini ghafla. Kanibeba na toli naisema ile. Ikatorodia. Ile nibeba na mimi safari kanipeleka hospitali. Kufika pale kila wakiuliza mzee vipi na mimi sielewi wala atakujibu achana na hiyo habari. Make pale nusu nilikuwa niko hela, nusu niko unaona watu wawili. Unaona mwangalia wawili bwana, kumbe ukipigwa uone kitu rafiki yangu. Ukipigwa uone jambo. Uone jambo. Yaani wewe unaona baridi tu. Kitanda kinogi. Chini hapa nogi, nataka nitembee huko na umwa. Ile nilikurupukia hospitali. Nafika hospitali pia napiga chafya. Na minyoa toto vipi? Mmepiga sindano? Hapa kuna nini? Kuangalia na dilipu. Hii dilipu vipi? Mbona nilikuwa nakimbiza bewa? Wewe dilipu ya nini? Inakuaje? Na nimefika vipi hapa? Yule kunyanyua mkono kale katoto kakiki kakaja. Mzee taratibu si unajua vinakuwa vikali. Tulia kwanza, tulia. Upo chini ya daktari hapa. Uangalizi mzuri kabisa. Nikanyamaza kwanza nilivyoambiwa niko chini ya daktari. Nimekuaje daktari na kazi kwa zako kwenye nikasema yowe daktari tena. Nikatulia. Mzee mbona utulii unadunda tunamia moyo unauma, sielewi. Pressure iko juu. Kuja kuuliza na pressure 202. Sio nikasema basi bwana ndio hivyo, nimeomba kitonge kwa kweli leo. Kutokana na hali yangu ni washukuru wa Tanzania kwa namna nyingine au namna moja waliochangia, waliokuwa wanataka kujua hali yangu, wasiotaka kujua hali yangu. Mimi nashukuru mzima, nimepona. Kidogo nitarudi kwenye reli. Sawa. Mzee wangu ni mengi amepita michezo. Ni kweli. Haswa hususan yani vyote usiongelee. Watu wanataka kujua Mzee Saidi anasema Yanga watatufumua. Mbona safari hiyo wameutafuta wao mpira? Mpira 30%. Yanga wameshuka. Ni kiwango cha sio kile alichokuwa nakionyesha. Sisemi mengi sana wala siingii ndani sana. Tutagusa nyanja zingine ambazo hazituhusu. Na ndio maana kila siku huwa nakwambia jambo lisilo kuhusu usiliongelee. Sawa.
Mimi na wewe sintofahamu ya mpira ule, wewe na mimi hatujui, na washangiliaji wengine hawajui. Wanaojua kina Engineer Hersi na kina Mangungu. Lipigie mstari hilo nijibu. Wao ndo wanaifahamu. Wao ndo wanaofahamu. Ule mchezo ulikuwa namna gani? Ule mchezo ulikuwa namna gani na kwa nini zimekuwa hivi? Sawa? Tusiingie sana tukatafuta sababu zingine zisizokuwa za kwetu. Mpira umepigwa hivi. Mimi nashangaa watu wananiwekea mimi, alafu wanamwekea na kile kitendo Shomari Kapombe anachompiga Mohamed Hussein Doba. Mohamed Hussein Shabalala. Kwani hivi mimi nataka nikuulize swali. Shabalala ni mchezaji mbovu, wewe tu peke yako. Kupigwa Doba Hussein kaanza jana au juzi. Kapigwa madoba yuko Simba. Sawa. Na tulikuwa tunamheshimu, lakini wameona Hussein ameondoka, wanamvua heshima yake kwa sababu kenda Yanga kwa upuuzi wa watu. Lakini mkae mkumbuke kwa kwamba mpira haujaisha na dabi inaendelea. Niliwahi kukwambia kwa kwamba mpira huu unaouona huu, Simba siku akija kutoa draw, sherehe tutakayoifanya duniani haitaonekana. Hili niliwahi kulisema, ni kwa sababu yake ya kufungwa kila siku na Yanga. Yanga walivyotufunga Mwanza walifanya sherehe, walienda kucheza mziki. Sawa. Ni vitu vya kawaida, na ndio maana nilikwambia hivi, hata sisi ikitokea tutakuja kufanya sherehe. Je, imefanyika haijafanyika? Imefanyika. Sasa kumbe Yanga walitufunga Mwanza. Umeelewa? Ule forward yule alikimbilia Mtibwa, yule alitoka Mtibwa, Dua Saidi. Alipigwa kiwiko na Bakari Malima. Ndio wanatufunga sisi Yanga kwa takriban sijui ilikuwa mechi ngapi, lakini hazikufika 6. Kama ni misimu miwili au mitatu. Tuliwafunga wale mfululizo mara 2 au mara 3. Mara 3 inafika. Lakini haikufika mara 6 wao. Mara 6 haijafika. Sawa? Walivyotufunga walienda kufanya, na ndio mara 3 sijui mara 4. Lakini sisi tumefungwa mara 6, tunaenda kufanya tafrija. Jiulize. Na mimi nataka nikuulize wewe. Sawa. Tuulizane sasa ili tupate majibu hata kwenye comment. Simba katoa draw na mpira mwingi aliocheza ni Simba. Katika mazingira ukiangalia Yanga alidrop hapo. Ndio maana nimekwambia ya Yanga kudrop waachie kina Mangungu na kina Engineer Hersi. Sisi tukiyaongea sana tunayatafuta maneno. Tashangaa wanakuja wenyewe wale wenye kofia ndefu. Kocha wa Yanga anashangaa au anajiuliza. Kwa nini mtani wangu anashangilia draw? Ndio mimi niliwahi kusema mapema kwa kwamba sisi siku tukija kutoa draw tuna Yanga, sherehe tutakayofanya ni kubwa mno. Sasa mimi na wewe tuulizane, kwa nini Simba wamefanya sherehe ya kutoa draw? Je, ni ushindi? Ikiwa wewe una gap la pointi 5 kwa Yanga, kwa ina maana umetoa draw, umeliacha 5. Zile zipo bado. Sasa unachukua ubingwa? Ngumu. Ugumu wake nini? Kama ikiwa wewe umetoa draw tu unashangilia, unapiga kelele mji mzima, taifa zima linakusikia. Ndio maana nakwambia hivi, tunaiua Simba ni sisi wenyewe. Tafakari, kwa nini nimetoa draw, kwa nini simfunge? Na tungemfunga Yanga, yangetokea maafa ya furaha. Mimi si nilikuwa na uangalia mpira nimelala kitandani mdogo wangu. Tungemfunga Yanga tungepata maafa ya furaha. Manake serikali ingeingia tena kwenye matatizo mengine ya kwanza kusaidia watu. Na ndio maana niliwaambia hivi, hizi taasisi mbili sio za kuzichezea hovyo. Zipo kwenye sekta yake maana. Zipo kwenye sekta ya serikali. Sasa watu wanashangilia draw. Mnajua kilichofanyika mpaka inatokea draw? Si hatutaki kusema. Tukisema vitu vingine tunavifumbua, tunaongea huyu kwa nini kaongea hivi. Msishangilie sana draw. Mkifungwa mechi ya pili, ina maana mmelizika sasa. Yaani ina maana wamelizika. Kwa matokeo walio hapo. Tumelizika. Kwa hiyo hata wakitufunga haina shida. Unaona sasa ujinga huu. Lakini wanasema kikosi kimeshaimarika na ndio maana Yanga wameshindwa kuwafunga. Na hata kama kikosi kimeimarika, kwani kikosi cha Yanga kibovu mpaka kinaenda kukutana na Yanga? Sasa wanasema kimeshaanza kushuka. Ile Yanga walikuwa wanaijua misimu iliyopita na Yanga hii ni tofauti. Naomba nikukumbushe. Nakusikiliza. Yanga ya bakuli na Simba ile ilikuwa nzuri.
Sijui unanielewa vizuri. Wale walikuwa wakitoa draw wanafanya sherehe. Yanga. Ndio. Wanafanya sherehe kwa sababu ya kikosi chao walichokuwa nacho, udhaifu ule uliokuwepo kwenye timu yao. Sijui unanielewa vizuri. Nakuelewa mzee Said. Yaani wao wanachanga wanaenda kule wanatoa draw na sisi tunakaa tunatafakari kwa nini imetokea draw na timu yetu ni nzuri zaidi kuliko wao. Ndio. Sijui unanielewa vizuri. Nakupata. Wao wanatafakari, sisi tunatafakari. Kwa timu yetu sisi imetoa draw. Wao wanatafakari tunapataje ushindi. Ndiyo. Kama tumeweza kupata draw. Sasa swali langu la msingi, uko kwako Simba wapo wakutafakari? Na nakwambia hili, tutakuja kupigwa, tunakuja kupoteana. Mzunguko hiyo. Mimi sijasema mzunguko wa pili wala mzunguko wa kwanza. Watu wa Simba, hakuna watu wepesi kama watu wa Simba wakukubali matokeo ya haraka na kuridhika. Bora iwe hivyo. Mimi leo nimeongea kwa ugumu zaidi. Ndio, najua kodi kubwa ya mzee Said. Sisi wana Simba tumeshangilia kupata draw. Ndio. Kama walivyokuwa wanashangilia Yanga. Sawa. Lini tutakuja kushangilia sisi tumepata ushindi? Na je, tunaupataje ushindi? Ikiwa tayari Yanga mnaibeza, mnawacheka kina Mohamed Hussein, tumewapiga madoba. Sawa, hata mimi mwenyewe napongeza. Kapigwa bonge la doba. Mimi mwenyewe nilifurahi. Show me the way. Kamtia kidole Baba Esther, kamtia mwenzie kapita. Katanua. Si ndio? Sawa. Haya, sawa, twendeni. Wale binadamu wanatembea wanatafakari. Kwa nini iko hivi? Kwa nini imekuwa hivi? Wanawaaminisha wachezaji wao. Mmeyaona haya? Nilimsikia mtu mmoja kwenye clip, mchezaji wa Yanga. Anasema hawa watatuua sisi. Mchezaji huyo? Mchezaji. Hawa watatuua, sio watu wa kawaida. Sasa yale hayaishii hapa, yanasogea mpaka mbele. Umenielewa? Nakuelewa. Swali langu kwa wana Simba wenzangu, ni lini tunakuja kupata ushindi? Kikosi simesha kisuka mzee Said. Kikosi sikipo kimara. Utapata. Bado hapo kuna FA, kuna NST ya ule. Alafu kuna Agweye, kuna Luyembo. Na watu wanasema kabisa safari tena Yanga achague uwanja. Maneno yanatembea. Mimi sina maneno mengi sana kwa sababu nataka mwapeleke Samuyo au mnapeleka Pemba. Sawa, vyovyote watakavyotaka wao. Wao watakavyotaka, kwa kwamba ligi hichi kiwanja kinafaa kuchezea ligi ya Tanzania na kina heshima ya kafu, basi watacheza. Mzee Said, tuje hapa. Goli la Simba, wana Simba wengi na hata baadhi walioangalia wanasema ile ni goli halali. Sawa. Ila makosa ya Kibendera Lazimeni namba 1 pamoja na Nasolo Mchui. Wewe peke yako au wewe, maoni yako kuhusiana na lile goli unalizungumziaje? Ni kweli Simba amedhulumiwa pointi zenu 3 au goli lenu ile 1, au ilikuwa ni sahihi Lazimeni kunyosha Kibendera? Maana pale inaonekana kuna makosa zaidi ya mawili. Mwingine anasema offside, mwingine anasema aligusa, alishika mkono, ukaenda kwa kipa, ulivyoanguka kapiga tena. Wewe unapolizungumzia, kweli mmedhulumiwa? Ukivuka uwanja kuna kuwa na zoni 3. Sahihi. Ukivuka uwanja ule mstari mkubwa wa kugawa nusu huku nusu huku. Kati ukishavuka zoni zinakuwa zoni 3. Sawa. Katika zoni 3, zoni 1 inakuwa iko chini ya linesman. Sawa. Ya kwake ana maamuzi ya kuyatolea yeye mwenyewe. Zoni ya kwanza iliyosababisha ule mpira ulete kelele ilitokea kwa linesman mwenyewe. Akatoa advantage. Sawa. Advantage hiyo ndio ambayo sasa ilienda, ule mpira ukaenda moja kwa moja ukaenda pembeni. Ndio kwa Luyembo. Innocent.
wakati unarudi ule mpira, sio, unanielewa vizuri? Wakati unarudi unapiga, unaingizwa ndani tena hiyo. Wakati haujakwenda kule, Djigui Diarra alinyanyua mikono kuashiria kuna tendo la faulo limefanyika. Ndio pale nilikujibu kwa kwamba linesman alipeta, umeelewa? Akaweka fair, akaamua kutembea na kibendera. Watu wengi wa Simba tukio lile hawakuliona, umeelewa? Ambao ile Diarra alinyosha kwa faulo na ndio maana lile goli baada ya kuingia Diarra alitoka speed sana, akamfuata akawa anamuonyesha. Sio, unanielewa? Hujaona kitendo alichokifanya huyu mchezaji? Sasa wakati mpira ule unapigwa, Selemani Mwalimu alikuwa amezidi. Ndio. Alikuwa offside. Alikuwa offside. Hayuko onside. Nisikilize vizuri. Nakupata mzee. Hapo ndipo panapoleta kelele. Alikuwa tayari offside. Mpira bado haujapigwa kule, haujanyanyuka. Ndio. Unanyanyuka ule mpira kule, nani Mwamnyeto? Mwamnyeto alikuwa upande wa kule. Anakuwa yuko upande wa kule, anakuja anapiga hatua kumpoteza Mwalimu, Selemani Mwalimu. Ndio. Usijui, unanielewa? Kuelewa mzee Said. Ndipo goli linapokuja kutokea. Kwa hiyo linesman akili yake yote alikuwa nayo tangu mwanzo. Sio ya ile tukio. Sio hili la mwisho. Sio, unanielewa? Hakuwa na tukio hili. Yeye alishatafsiria lile la mwanzo kwa jamaa kuna faulo imechezeka. Ametembea nalo kichwani. Sasa ndo akalinyanyua shuka lile, na unapoona analinyanyua lile shuka, anapinda kibendera chake anakionyesha katika lile eneo alilokuwa akasimama Mwalimu. Lakini ukiangalia marudio ya zile picha, umetulia, unaona Selemani Mwalimu hakuwa offside. Kwa sababu tayari mara ya kwanza alikuwa offside. Alafu akaja Mwamnyeto akaingia. Lakini yule linesman kichwa chake sasa kilikuwa kimeshazama katika ile ya kwanza. Ya kwanza kabisa kwa tayari ilishatokea tukio la foul. Kwa ule mpira ulipopigwa tu akafikia kunyanyua lile shuka na kumuonyeshea. Kwa sababu mpira hautembei kama binadamu, tukubaliane. Mpira unatembea kwa spidi kubwa. Ni kweli, kama umeme. Kama umeme umeshatembea. Umenelewa? Kwa hiyo sasa ilivyotokea vile, Mwinchui kabla hajapiga filimbi anageuka, anakuta shuka limenyanyuka, halipo kwenye supurugu. Halipo kwenye supurugu. Sasa anajiuliza, ili shuka halipo kwenye supurugu, huyu vipi, mbona hajageuka atembee? Mwinchui ananyanyua mkono, anapuliza filimbi. Wakati huo sasa Djigui Diarra na yule na nani mwingine yule mchezaji wa Simba wawili na Selemani Mwalimu mwenyewe anaenda kudai goli lake, na Gwei wanaenda kudai goli lao. Sijui umenielewa? Sasa pale kuna watu wawili wanadai goli, kuna mtu mmoja anadai madai. Yaani unajua bwana, vitu vinajionyesha. Hebu ngoja nikuulize kwa faida ya watu wanaotusikiliza. Umesema nani Selemani Mwalimu alienda kudai nini kwa refari? Goli lake ni sahihi, offside. Hapo Djigui Diarra alienda kudai nini? Faulo alicheza Selemani Mwalimu, aliushika mkono. Pana nini hapa? Unaweza kaniambia maneno yake? Mwalimu anahitaji goli, ameenda kuomba goli lake kwa lines kwa kibendera. Bwana, mbona umeninyima goli langu? Namba 1, kibendera namba 1. Akamwambia goli langu la halali. Goli langu la halali. Diarra anakwenda kwa linesman, anapiga na mkono. Unaona kama Diarra anakwenda pale, anamwambia linesman, ile ni faulo, kuona kama kaugusa huu na mkono. Sasa pale panaashiria nini? Na kwa nini tunahukumu offside? Ikiwa hawa watu wawili, mmoja kaenda kudai goli, si ndio? Huyu mmoja kaenda kudai faulo, kagusa na mkono. Kwa hiyo ina maana pale offside ilikuwa hakuna. Kwa hiyo aliyejichanganya ni referee linesman mwenyewe, aliweka akilini muda mrefu.
alikikalilisha kichwa, kwa sababu Didiala angeenda kudai wewe unaacha mpaka mtu anafunga goli afu anadai goli, kwani ukoona kama ile ni offside? Lakini yule kaenda kwa vitendo kabisa, huyo kaugusa mpira. Kwa hiyo yule hakwenda kuilalamikia offside. Saidio kana kulalamikia faulu iliyochezeka hapa. Iliyochezeka ile mwanzo ambaye yeye linesman aliipeta. Umenielewa sijui? Nimekuelewa. Kwa hiyo hapo tuungane mimi na wewe kuwa ile ilikuwa ni faulu sio offside. Yaani bila kuwa faulu maana ilikuwa ni goli la halali kabisa. Halali. Ila alishaanza kucheza faulu ya kushika mkono mpira. Ndio Didiala kilichompeleka kwa linesman kwenda kumlalamikia. Hakwenda kulalamika kwa ajili ya offside. Sawa sawa. Kilichomvuruga ni linesman kukariri. Ndio kila siku nawaambia linesman wanachezesha mpira kwa kukaririsha. Marefari wetu sasa mnakataa kitu gani? Tuje kwa Dube. Nayo wanayanga pia wanalalamika. Wanalalamika huko. Na sisi ile ya Dube iliyopigwa na Israel Mwenda, ilipomkuta Dube ilikuwa onside sio offside. Wewe mzee Saidi kwanza unaizungumziaje? Kwa sababu huko wanalalamika ile ilikuwa ni goli halali, lakini kumbe ilikuwa ni faulo. Offside ilikuwa haipo. Huku nao na Yanga anasema kwa yule Dube mpira ule uliopigwa ilikuwa mazima. Yaani pale bwana Kasali alikuwa anadaka hewa. Kama liingia ndani. Kwani alifunga goli? Hajashinda. Ila ndo tayari alikuwa alishakosa. Hajakosa kwa wanavyozungumza. Anasema ile ilitaka kuwa kama zidi ya Farabat, katanguliziwa ile. Hatari sana, hatari. Unajua nimekwambia kutafsiri sheria ya mpira kazi mno. Paka mtu akakuelewa kweli pale alichokiongea yuko sahihi, ni kazi kubwa sana, haswa sisi tunahitaji matokeo. Yaani Simba pale hakuwa na kitu kingine chochote zaidi ya kuhitaji matokeo. Ni kweli. Na hakuna yani mtu yoyote utakayemwambia kwa kwamba bwana hapa ile ilikuwa sio offside, ile ilikuwa goli, ile ilikuwa nini. Na mwana Simba yoyote kama unataka uelewane naye mwambie bwana lile goli tumezulumiwa. Mnaelewana. Akimwambia leo atakwambia wewe mamluki. Ndio wale nyinyi mnaishi kwa kupewa hela. Wewe uko upande wa? Wewe upo upande wa pili. Wa Galatia. Lakini hali halisi nikwambie. Wale waamuzi walikuwa wako katika tension kubwa mno. Is always mpira ule umekwenda draw. Tukubaliane ni draw. Yeye imeisha. Wewe si una timu? Yanga si ana timu? Tutakutana na mzunguko wa pili. Majibu yatapatikana. Sasa Mzee Saidi, kauli ile ya rais wa TFF Karia kuonekana kama mchezo utachezeshwa tofauti, basi wewe refa na waamuzi wako pila linawasubiri huko, lazima mupelekwe. Sasa tayari baadhi ya wanachama na mashabiki wa Simba wanalalamikia goli kuwa tumedhulumiwa. Unaona ni sahihi ile kauli ya mheshimiwa iweze kufanya kazi wale watu waende? Naye anajivua, si anachoka naye. Kwani yeye si ndio msimamizi wa kila kitu? Alichoongea yuko sahihi. Amechoka na yeye. Kwa hiyo wabebwe akina Nasoro? Kama wamekosea basi wabebwe. Waende kwa sababu mimi labda nikwambie kitu kimoja. Unajua hakuna kitu kibaya kama unafanya jambo alafu nyuma kuna mashindikizo. Unafanya jambo wewe, nyuma yako kuna mashindikizo yanakufuata, yanakuzonga mbaya sana. Umenielewa? Kwa maana nimekuambia hivi, tusubiri mzunguko wa pili. Alafu bado siko vizuri. Sawa, tumalize na ile mzee wako. Niambie. Wagalatia leo wanacheza. Wanacheza na Singida. Big Stars. Baadhi ya watu wanasema mechi hiyo wamekutana na mtoto wa mjomba na shangazi. Sawa, ni kweli. Mtoto wa mjomba na shangazi. Kivipi? Siki mpira. Sasa utasema kivipi? Hata mtoto wa mjomba na shangazi kibinadamu. Wewe si mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi. Mtu na binamu yake. Sasa wewe ukiniuliza kivipi? Kimpira. Kwa hiyo Yanga asilimia yote anashinda leo kwa sababu amekuwa mtoto wa mjomba. Usiseme ule ni mpira shekhe, unadunda. Unataka nirudi. Sasa ungeniambia bwana. Naomba matokeo. Leo ndo napokuja maana uliniambia nicheke kwanza baada ya kuniambia ni sahihi. Je, matokeo leo mchezo leo utakuwa namna gani? Kwa sababu Yanga mchezo utakuwa mzuri. Mchezo mzuri. Utakuwa mchezo mzuri. Wala hautakuwa na pukushani. Lakini tambua upande wa Yanga wachezaji wanne.
majeruhi. Sawa. Kuna Damaro ile ana kadi 3 ya njano. Sawa. Mohamed Damaro. Sawa. Jobu anaumwa wiki 2 au miezi 2 inawezekana kwa benchi. Kwa tetesi zilizopo. Sawa. Pakome na Mzinze. Sawa. Kwani Mzinze muondoe tu tangu ligi imeanza. Hamna. Zidi ya nani? Ya nini? Ile ilikuwa mechi zidi ya nani? Ni Mzinze kacheza lini Yanga kwenye ligi? Mechi gani? Kweli. Mechi gani? Mzinze hajacheza, Mzinze muondoe. Sasa hivi tumtaje Pakome, Damalo, Pakome na Jobu. Kwani Jobu hayo jamaa wana kitasa kingine pale katikati hujakiona? Vipi kile? Si yule jamaa mrefu yule mwenye nywele za rasta zile kama Alidi Aucho. Yanga. Yaani Yanga pale nyuma. Sasa kamsogeza hata nani yule akacheza namba 6 na akakaba vizuri. Au atakuja kukamata Mdathiru yupo. Anacheza 8. Azizi Andambwile. Kwa utajiri wa wachezaji wa Yanga hilo halina shida. Sasa wale waliokuwa wanasema Yanga na sajili mafanikio yake ndio haya sasa. Lakini wanasema Yanga bila Pakome hamna kitu, ndio hata ile dabi unaona Yanga walikuwa wameshuka kabisa kiwango. Inaonekana kama Yanga hazina yao kubwa ni Pakome. Nani tumpelekee mtu wa mwisho kuamua mechi? Aloka uwanjani kama Filimbi. Nyinyi timu tunakwenda leo uwanjani. Kitimu tunakwenda leo uwanjani. Mtu wa mwisho atakayekuwa anamaliza mambo yote nani? Golikipa nyama. So kweli. Nani? Golikipa na save. Atakayekuwa anamaliza kila kitu mbele nani? Striker. Pakome utakaa maliza kila kitu. Kwa hiyo sisi tunacheza mpira, tunachezea mpira. Tunaangalia nani ameondoka. Sikiliza. Unakumbuka mechi ile mpaka Yanga wanapata goli Pakome anatoka? Ile ya goli ngapi? Ile ya Zanzibar ligi ya mabingwa. Ligi ya mabingwa. Ile zile ya JS Kabylie. Yule alisababisha penalty akatoka mazima. Alishinda Dopo. Ngoja. Aliyepiga mpira ule nani? Ile penalty. Au ule mpira uliopigwa afu akaondoka nao nani? Pakome. Na hisi aliondoka na Dube, ilitolewa na Dube ile assist. Pakome tangulia nayo. Dube ndo alipiga? Alimtafuta? Alimtafutia. Kwa nini Dube aliupiga? Sasa kamtangulizia mwamba mwenzie. So jibu. Ujue mimi ukitaka tuongee mpira unatulia. Kwa nini Dube aliupiga? Kwa nini aliupiga Dube? Dube ni nani? Dube striker ile. Kwa nini asiende nao mwenyewe? Mimi striker naenda kufunga. Sasa kwenye position aliyokuwa nayo asingeweza kupita kile kijiji. Na ndio maana akaamua kumpa nani? Pakome. Kwa sasa maelekezo tulionayo tunayekuzunguka ni wewe Pakome. Tunapeana ishara ya macho. Tuliwahi kufungwa goli moja kwa macho. Taifa Stars na Ivory Coast kwa macho kivipi? Kwa macho. Ilikuwaje kwa macho? Kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Mende. Ivory Coast. Alikuwa anachezea Arsenal. Alafu mule mpira umewekwa na Haya Tule. Ilikuwa faulo. Golini uko Kaseja. Wakati huo TV huyu Azam TV hamna. Tunaangalia wapi? ITV. ITV ile mechi waliionesha. Tule alikuwa kashika kiuno, anamwangalia Mende. Hii nakuletea wewe. Nakuja hiyo. Sawa? Wewe ndio unaocheza huu mpira. Wakati huo sisi tunawashambulia, sio mchezo. Kocha wao kasema hivi, wanapenda kuchezea mpira, waachieni. Unajua tulitishia Amani kwa kwamba mpira tumeujua. Lakini tulifungwa goli hizi kwa 2. Goli 4 kwa 2. Chuma ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Sasa hiyo chuma ya 3 hiyo. Mende anaambiwa kwa mdomo. Yaani hii midomo inavocheza hii midomo hii. Yule jamaa akasimama, lile jamaa silikuwa refu lile. Yule alikuwa mtu linamfanyia na weusi alikuwa yani limetulia. Mimi nawaambia pale Dodoma, jamaa angalieni yule jamaa yule anachezesha mdomo, akasema vile vituko. Kumbe bwana anaambiwa mtu. Nataka kumtupia kitu. Yaani ile si mkono na muonyesha ishara, yule mdomo. Asi ndo nasema mimi nataka tu. Alafu lile domo lile linacheza mwanangu kama bakuli vile. Bwana ikapigwa kweli bwana. Mazima Mende. Mimi namuona Mende kakurupuka bwana yata kichwa. Kaseja dakika hiyo. Kaseja aliuona.
Kaseja aliuona. Nikasema kumbe ule mdomo ulikuwa unampa ishara yule. Kwa bwana huyu kiniona mimi nachezesha mdomo. Na wale bwana kwenye faulu wanatizamana usoni. Wanaangaliana wanaambiana kabisa. Wanapeana. Sasa vile vitu ndo ile sasa naye kwambia ya nani? Ya huyu mchezaji wa Yanga kumuonyesha Dube, Pacome na Dube. Dube alimuonyesha mwenzie kwa macho kwa sababu ule mpira mimi nilikuwa naangalia niko kazini. Ndio. Umenielewa sijui? Kaunyanyua ule mpira. Mimi na mimi mama yangu wamekwisha walabu. Dube huyo kaingia. Kwa hiyo tunapocheza tunamwangalia nani? Sio kama tunajiendea tu kama vile hululu. Sasa sisi na ndio maana nilikwambia hivi, Chama akija Simba itaonekana roro. Bwana, asanteni sana. Huyo mzee wangu mzee Saidi, japokuwa hali yake haijakaa sawa, lakini kidogo kaweza kuwaleteni vionjo vya mchezo wa dabi. Hayo mengine yaliyopita tumeamua kuyastopisha kwanza. Kikubwa zaidi tunachoendelea kusisitiza, wewe mwana michezo mwenzetu wa Chapesa Media, endelea kutufuatilia, kushare, kucomment na like content zako. Sina la ziada, tukutane tena hapo jioni mechi ya Young Africa zidi ya Singida Black Star pale Airtel Stadium. Nyuma kamera kwa director Shizi anakuletea picha tulivu, nami ndio mnayekuletea makala hii ya kimichezo ndugu yenu. Bye bye.